Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunatazama mahusiano ya mataifa hasa katika masuala ya kiusalama, ambapo afisa mkuu wa usalama wa Iran amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin akiwasilisha ujumbe kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mvutano kati ya Iran na Israel umeongezeka baada ya utawala unaokalia kwa mabavu kuanzisha uchokozi usiokuwa na msingi dhidi ya Iran ambao ulisababisha vita vya siku 12. Kutokana na hali hii, Iran imekuwa karibu zaidi na Urusi. Katika siku zilizopita, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alisema kwamba sasa kutokana na uhusiano uliokuwa kati ya Iran na Urusi, wapo tayari kuipatia Iran silaha za aina yoyote watakazo kutoka Moscow. Hata hivyo, kutokana na kauli iliyotolewa na Lavrov, waziri mkuu Benjamin Netanyahu alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, akimuomba kwamba wanapaswa kufanya mazungumzo kati yake pamoja na Israel. Hata hivyo, hii kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo inaelezwa kwamba ipo katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwa ajili ya waziri mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu kutafuta uhusiano mzuri kati yake na Iran, uhusiano ambao umevunjika kwa muda mrefu. Lakini pia ni katika kumuona rais Putin asipatie Iran makombora ama silaha za aina zozote kama ilivyoelezwa na waziri wao wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov. Lakini baadhi ya wachambuzi wakasema kwamba pengine ni mpango mwingine wa Israel kutengeneza uhusiano kati yake na Urusi. Ikumbukwe Urusi ilitangaza kulitambua taifa la Palestina, na hivyo mpango wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni kutengeneza mazingira ya kuwa karibu na rais wa Urusi Vladimir Putin. Hata hivyo, kutokana na hayo yote, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran Ali Ralijan amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin wa Russia mjini Moscow na kutoa ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Ralijan ambaye pia ni mshauri wa kiongozi huyo alisafiri kwenda Urusi mnamo Alhamisi asubuhi. Viongozi hao wawili walijadili masuala mbalimbali yakiwemo masuala baina ya nchi hizo mbili, ushirikiano wa kiuchumi, maendeleo ya kikanda na masuala ya kimataifa pamoja na usalama. Wiki iliyopita Putin alisema kuwa viongozi wa Israel wamemtaka wasilishe ujumbe kwa Iran kwamba hawatafuti tena makabiliano zaidi na Iran na wanataka kupunguza mvutano. Tunaendelea na mawasiliano ya kujiamini na Israel na tunapokea ishara kutoka kwa uongozi wa Israel ukiomba kwamba hii ifahamishwe kwa marafiki zetu wa Iran kuwa Israel inakusudia na imedhamiria kutatua suala hilo zaidi na haipendezwi na aina yoyote ya makabiliano, alisema akihutubia mkutano wa kilele wa Asia ya Kati na Urusi huko Dushanbe mnamo Alhamisi ya wiki iliyopita. Hata hivyo, Iran imejibu ikisema kwamba huu ni ulaghai na uongo unaofanywa na serikali ya Benjamin Netanyahu. Hawana mpango wa kutengeneza uhusiano mzuri na Iran. Mpango wao ni kuona wakati wote wanaleta vita katika eneo la Mashariki ya Kati, na hata wakati wa mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea ya nyuklia kati ya Marekani na Iran, ndio wakati ambapo Israel iliamua kufanya mashambulizi katika jiji la Tehran na kushambulia vinu vya nyuklia. Hata hivyo, jambo kubwa ambalo Israel inaliona wakati huu ni kuyataka mataifa ulimwenguni kuishinikiza Iran kutokuwa na makombora ya nyuklia, lakini pia na makombora ya masafa marefu. Hii ndiyo hoja kuu ambayo inafanya uhusiano kati ya Iran na Israel kuyumba. Lakini pia sababu nyingine ambayo inatajwa ni kwamba Israel imeeleza wazi kwamba Iran inayafadhili makundi ya kigaidi ikiwa ni pamoja na kundi la Wahouthi wa Yemen, lakini pia Hizbullah pamoja na kundi la Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza katika nchi ya Kipalestina. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.